uvamizi wake ndani ya Ukraine miaka minne iliyopita. Matamshi ya rais wa Ukraine yametolewa baada ya mkutano uliochukua saa 4 kati ya wajumbe kutoka Urusi na Marekani jijini Moscow hapo jana. Mkutano huo umesemekana kutoa taarifa muhimu na wote walizungumza kwa uwazi. Lakini raia wa Urusi wana maoni gani kuhusu hatua hizi za hivi punde? Peter Mwangangi anawasilisha taarifa ya Steve Rosenberg. Wajumbe wa Marekani wako njiani kuelekea Kremlin. Ni rahisi kuona ni kwa nini Vladimir Putin anamkubali Donald Trump. Trump anatuma wajumbe wake hapa kujadili mzozo wa Ukraine na kuonyesha heshima kwa Urusi. Na Rais Putin amepewa mwaliko wa kujiunga na baraza jipya la amani la Donald Trump la kutatua mizozo ya kimataifa, licha ya kwamba yeye mwenyewe bado anaendeleza vita. Kisha kuna suala la Greenland, ambapo jitihada za Donald Trump kutaka kudhibiti eneo hilo zimeipa Urusi mwanya wa kujitetea kuwa ina haki ya kufanya kila inachotaka nchini Ukraine. You see, one country... Unaona, nchi inaweza kuchukua hatua yoyote ikiwa inaamini ina manufaa kwa usalama wake. Kwa nini tusifanye vivyo hivyo ikiwa tunaamini ni kwa ajili ya usalama wetu? Hatutaki Ukraine iwe sehemu ya NATO. Ndiyo maana tunafanya haya kwa maslahi yetu. Na kuna faida nyingine ambayo Kremlin imeiona kutokana na sakata hii ya Greenland, nayo ni mzozo uliotokea kati ya Marekani na washirika wake wa jadi barani Ulaya. Jambo hili limekuwa likipanda mbegu za mgawanyiko katika muungano wa nchi za Magharibi, hali ambayo inaifurahisha sana Moscow. Kwa hivyo, unaweza kudhani kuwa Donald Trump ni maarufu sana kwa sasa miongoni mwa raia wa Urusi, lakini sivyo hasa. Katika mitaa ya Moscow, watu wengi tuliozungumza nao wana mashaka na rais huyo wa Marekani na wako tayari kumpuuza. Leo anafanya hili, kesho anafanya kinyume chake, anasema Svetlana. Kufuatilia mienendo ya Trump ni kama kutazama michezo ya sarakasi au maigizo jukwaani. Oleg anasema Urusi haitafaidika. Mambo anayofanyia wengine anaweza kutufanyia sisi pia. Yeye sio mshirika wetu, Juliana ananiambia. Mwanzoni nilidhani ni rafiki, lakini jinsi alivyoshughulikia swala la Venezuela kwa ukali haieleweki kabisa. Hata hivyo, Kremlin haimkosoi rais huyo wa Marekani. Moscow inafurahia mgawanyiko uliotokea katika uhusiano wa pande mbili za bahari ya Atlantiki kutokana na sera za Donald Trump. Mpasuko wowote katika muungano wa Magharibi unatazamwa hapa kama njia ya kuifanya Urusi kuwa imara zaidi. Awali Rais Zelensky alisafiri hadi Davos, Uswizi katika mkutano wa uchumi wa dunia kukutana na Rais wa Marekani Donald Trump. Kiongozi huyo wa Ukraine amesema wameafikiana na Marekani kuhusu hakikisho la usalama katika siku za usoni ikiwa makubaliano ya kusitisha vita yatapatikana. Ila swala la umiliki wa ardhi mashariki mwa nchi hiyo bado ni swala kuu katika mazungumzo. Haya yote ni kuhusu eneo la mashariki la nchi yetu. Yote ni kuhusu ardhi hiyo. Hili ndilo swala ambalo bado hatujalitatua. Ripoti hiyo ndiyo inayotuhitimishia taarifa yetu kuu usiku huu. Shirika la Afya Duniani WHO limesema linafanya kazi na mataifa wanachama kuziba pengo la kifedha lililoachwa baada ya Marekani kujiondoa. Mkurugenzi mkuu wa kuratibu miradi barani Afrika, Daktari Aboumane Diallo, amesema shirika hilo litafanya mkutano karibuni kujadili mwelekeo wake. Diallo amesema kujiondoa kwa Marekani kutatatiza miradi ya utoaji chanjo, mipango ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya ukimwi, malaria miongoni mwa mengine. Kando na miradi, 17% ya wafanyikazi watapoteza ajira kutokana na mabadiliko hayo. Marekani ambaye ni mfadhili mkuu wa shirika hilo ilitangaza kujitoa mwaka jana na kuidhinisha mpango huo hapo jana. Rais Donald Trump alishtumu shirika hilo kwa kile anachosema ni kuipendelea China na kutoshughulikia ipasavyo janga la COVID-19, jambo ambalo WHO inakanusha. Umekuwa wakati mgumu kwetu kama shirika la afya duniani, lakini tumeona fursa ya kufanya mageuzi ndani ya shirika hili. Inamaanisha kwamba tunaweka mikakati ya kifedha, kuipa kipaumbele miradi muhimu na vilevile kufanya mipango katika masuala ya ajira iliyosababisha 17% ya wafanyakazi barani Afrika kupoteza ajira.
Na sasa tuangalie taarifa nyingine ambapo kesho Jumamosi ni siku ya kimataifa ya elimu, siku inayoadhimisha haki ya kila mtu kupata elimu na kusisitiza umuhimu wa elimu jumuishi yenye usawa na ubora. Hata hivyo, kwa watoto wengi wenye ulemavu, haki hiyo bado haijafikiwa. Jijini Dodoma, Tanzania, mwalimu mmoja anayefahamika kama Wakati Joseph Kalonda anajitahidi kubadili hali hiyo. Anawasaidia watoto wenye ulemavu wa macho kwa kuwahimiza kutoacha hali zao ziwe kikwazo cha kuwafikia ndoto zao. Mbali na kufundisha darasani, pia hujitolea muda wake kuwashauri na kuongoza watoto wenye mahitaji maalum. Elizabeth Kazibure alisafiri hadi Dodoma kukutana naye. Ni asubuhi hapa katika shule ya msingi ya Buigiri ya wasioona, na mwalimu Wakati Joseph Kalonda anawakaribisha wanafunzi wake darasani. Kwa tabasamu la upendo na salamu ya upole, anatengeneza mazingira ya darasani kuwa rafiki na kuwafanya watoto wahisi kuthaminiwa na kupewa kipaumbele. Kilichonisukuma zaidi ni upendo, kuhakikisha kwamba naenda kuwasaidia watoto katika hali zao zote, kuhakikisha kwamba watoto hao wanafanya vizuri kama watoto wengine. Ninapoingia darasani au ninapofika shule najisikia vizuri kwamba natoka nyumbani najua kabisa naenda kuwahudumia watoto. Naenda kuwahudumia watoto. Sio tu watoto wa wenzetu, pia ni watoto wetu. Wangapi wanaujua wimbo wa kujieleza? Mbinu zake za kufundisha ni zaidi ya vitabu na mafunzo ya darasani. Zinalenga kumfanya mtoto ajiamini na kuwa na ustahimilivu. Walimu wenzake wanampongeza kwa uvumilivu na ubunifu wake. Amekuwa mwalimu mwenye upendo sana, kitu ambacho kimetuvutia hata sisi wengine ambao ni wakongwe kwa hapa, maana yeye alianza kama mwalimu wa kujitolea, lakini katika kujitolea kwake alionyesha ushirikiano, alionyesha huko kujituma kuwasaidia watoto katika dhana mbalimbali, kitu ambacho kwa mtu anayejitolea kwa sasa hivi ni ngumu sana kukifanya. Mbinu zake anazotumia katika kushughulika na wanafunzi wenye mahitaji maalum ni za kipekee, kwa sababu watoto wenye mahitaji maalum wanakuwa wanauoga kutokana na wanakotoka, wanakuwa wanafungiwa ndani, kwa wanakuwa hawajiamini. Wazazi pia wanaona tofauti. Kwa wengi, Wakati si mwalimu tu, ni mlezi, mshauri na chanzo cha faraja kwa watoto wao. Kwa kweli ninafurahi sana. Yaani ninafurahi sana mwanangu kuwa mazingira haya, kwa sababu anajifunza mambo mengi na anabadilika. Unamuona akiwa mazingira ya nyumbani tofauti na anapokuwa shuleni. Shuleni anakuwa amefurahi sana, anachangamka kwa sababu yupo na wenzie wengi wenye hali kama ya kwake. Mwalimu Wakati anafanya kazi nzuri sana ya kuwasaidia watoto hawa. Lakini bado Tanzania kote watoto wenye ulemavu wana changamoto za kupata elimu. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya watoto UNICEF, kati ya takribani watoto 400,000 wenye ulemavu na wenye umri wa kwenda shule nchini Tanzania, ni takriban 60,000 pekee waliosajiliwa na kwenda shuleni, hali inayowaacha karibu 85% bila kupata elimu rasmi. Katika ngazi ya elimu ya sekondari, hali inazidi kuwa mbaya, ambapo zaidi ya nusu ya watoto hawa hushindwa kuendelea na masomo yao. Katika dunia ambayo watoto wengi wenye ulemavu wanaachwa nyuma, Wakati anaonyesha kuwa elimu inaweza kuwa daraja na sio kikwazo. Elizabeth Kazibure, BBC, Dodoma, Tanzania. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukirejea, je, matukio ya rabsha katika fainali ya dimba la AFCON nchini Morocco yameharibu hadhi ya soka barani Afrika? Tutakujuza.